So leo nataka to deal na ule usajili mpya kutoka The African Princess label, na hapa tunamzungumzia Pipi Jojo. Na tunataka tuangalie upande wa fashion kwa sababu ameonekana kukuja kwa kasi sana upande wa mavazi. Yani Nandy ameweza kumstyle huyu binti vizuri sana. Pengine tunaweza tukasema yeye ni mmoja kati ya fashion icons wanaokuja, kwa sababu Nandy when it comes to fashion anajua tena. So karibu sana. Mimi ni Forever D, na tafadhali sana subscribe, like na kucomment. Mabadiliko ya Pipi Jojo kwenye fashion yameonwa na watu wengi sana, na hii ni kubwa kwa sababu ya Nandy ni mtu anayependa vitu extra. Basi naomba tuangalie mavazi yake 10 ambayo kwa kweli yamekuwa ya moto sana upande wa fashion. Na tukianza na vazi la kwanza, Pipi Jojo ameonekana kwenye vazi hili hapa akifanya promo ya nyimbo yake mpya, na hapa sasa ndio mwanzo ambapo tumeona Pipi Jojo ameanza kuonyesha mwili wake. Huko nyuma kipindi yupo kwenye hiyo lebo nyingine hakuwahi kuonyesha mwili wake kwa kiasi hichi hapa, lakini hapa kwa Nandy The African Princess tumeanza kuona kitovu jamani cha Pipi Jojo kinafananaje. Lakini sio tu upande wa kitovu, ameweza kuchangamka sana, yani ameweza kukaa na kistar na muonekano wake umekuwa mzuri zaidi. Wewe mwenyewe si unaona jamani, vazi la kwanza tu limekuwa la moto sana. Basi wewe kaa mpaka mwisho uone mavazi yake yote 10 na utaniambia umevutiwa zaidi na vazi gani. Lakini sio hivyo tu, wananzengo pia wameweza kuona mabadiliko haya. Sasa vazi la pili pia ni bado tuko hapo kwenye kipengele cha kuonyesha mwili. So hapa alikuwa beach, akawa bado anaendelea kufanya promo ya nyimbo yake. Tumependa accessories, tumependa hizo vieni hereni, lakini pia tumependa anavyoendelea kuacha mwili wake tuone. Kwa sababu mastaa wengi wanaamini wakiacha miili pengine wanapendeza zaidi, na yeye yupo kwenye huo mkondo wa kistar. Tumependa hii outfit sana. Outfit namba 3 imekaa so expensive, so posh. Na hii imekaa kinandi kabisa, yani The African Princess. Unaona kabisa stylist anafanya kazi kubwa kwenye kumbrand huyu msichana. Tumependa everything, tumependa nywele, tumependa accessories hizo kama miwani, mkanda, vieni, pete, vyote vimekaa on point. Sasa hapa ndio inafika ile stage ambayo wengi wanasema sasa Pipi Jojo umekaa kisanii. Sasa hivi sasa ukisema wewe ni msanii tunakuelewa kwa kiasi kikubwa sana. Na hizi ndio baadhi ya comments za wananzengo. Umeona sasa hivi unapendeza, sio zile nywele za kitoto kama uko darasa la 3. Kumbe binti mzuri hivi sasa hivi na kuona kwa HD quality kabisa. Huku akabebi hata midori, yani hadi raha. So hapo unaona kabisa comments kwamba watu wamevutiwa sana na muonekano mpya wa Pipi Jojo. Na right now tuko kwenye muonekano wake wa namba 4, bado yuko kwenye muonekano wa kidada, muonekano wa kistar kabisa. Hii sasa inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo The African Princess wamejikita kwenye kumbrand huyo msichana, sio tu upande wa sauti lakini pia upande wa mavazi pia hawajamuweka nyuma at all. Sasa hivi anavaa kisanii, anavaa kidada kirembo, anavaa kama mwanamke kutoka The African Princess label, kiasi kwamba hata ukitazama profile yake sasa hivi inatizamika kwa kasi ya juu sana, na watu wamekuwa positive na muonekano wake vibaya mno. Na right now tunaendelea kwenye muonekano wake wa 5. Huu ni muonekano ambao alikuwa amevaa kitopu fulani vya amazing, lakini tumependa kukuwekea sura yake zaidi ili utazame kwamba this time makeup hazipo kwa mbali kwa upande wa Pipi Jojo. Anaweza kuweka effort, kuweka kope, anafanya makeup, anapaka lipstick. Yani kwa ufupi ameweza kumbrand kwamba yeye ni msanii na most of the time anatakiwa apie vizuri. Yani upande wa uso hapo ajiweke makeup vizuri kabisa, japokuwa yeye ni natural beauty. Ni mzuri sana huyu Pipi Jojo. Kama umeendelea kumfuatilia kwa karibu, unaona kabisa Pipi Jojo ndo wale tunawaita Gen Z diva, kwa sababu hiki ni kizazi kipya cha Gen Z, lakini
kimekuja kufanya vizuri sio tu kwenye muziki bali pia kwenye mavazi. So tumemuona pia na style nyingine hii hapa ya corset style, na ni moja kati ya style ambazo amezivaa vizuri sana na zimempendeza vizuri sana. Hapa kwenye hii segment ya corset tumeona ameivaa twice. Tukianza na hii hapa pink corset, imemkaa vizuri, settings zimekuwa nzuri sana, na hii moja ni kati ya outfit zake kali sana kwenye page yake, yani page ya Pipi Jojo. Lakini sasa hiyo corset tena akaivaa tena kwa mara nyingine ya red, na hapo pia tumeona kwamba muonekano umekuwa mzuri zaidi. Yani upande wa corset pia ameweza kuvaa vizuri na ameweza kupendeza kweli. So as you can see, yeye mwenyewe mapozi yake yanarandana kabisa na mavazi yake, anajiamini. Kama ambavyo namuona hair stylist na yuko vizuri, anamstyle vizuri nywele zake. Kwa kifupi, Pipi Jojo ana muonekano mzuri sana wa kistar. Pretty face, pretty body, kila kitu kiko on point. So the African Princess wamepata full package, na wao hawajaiona kwa upole, wanaendelea kuibrand package yao vizuri sana. So kwa hili hongera sana Nandy, na hongera uongozi mzima wa the African Princess. Lakini stylists, hongera zaidi kwa kuendelea kumtengeneza huyu mlimbwende na Gen Z diva kabisa, anayekuja kufanya vizuri sana upande wa fashion. Haya, sasa hivi tunaendelea kwenye outfit number 8. Ni moja kati ya outfit nzuri sana, akiendelea kujipa promo, akiendelea kujionyesha kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye ametoa nyimbo mpya na ni nyimbo nzuri na akihitaji support yenu. So wananchi, mumsupport Pipi Jojo kwenye maendeleo yake ya kimuziki. So far na nyimbo moja, lakini nyimbo hiyo moja imefanya vizuri sana kiasi cha kwamba watu wanasubiri ujio wake. Je, itakuwa vipi kwenye nyimbo nyingine ambayo inafuatia? Nambari 9 ni kivazi fulani hivi amazing simple cha gauni, lakini kama nilivyokuambia tunapenda sana facial expressions za Pipi Jojo. Anajizingatia sana sasa hivi, kope ziko on point, accessories on point kama ambavyo unamuona, nywele ziko on flick kabisa. Kila kitu kuhusu Pipi Jojo sasa this time kinawakilisha mwanamke na kinawakilisha star ambaye yuko na amejipanga kufanya vizuri kimuziki. Amazing kabisa. Na sasa hivi tunamalizia na muonekano wake nambari 10, muonekano wa Gen Z, muonekano mzuri Gen Z diva huyu ambaye amefanya vizuri sana. Tumependa viatu viko vizuri, viko on point. Tumependa kila kitu kwenye muonekano wake. So unachotakiwa kufanya ni kuniambia ni outfit gani wewe kama mpenda fashion unaweza ukaiga kutoka kwa Pipi Jojo, lakini pia kwenye muonekano wake umependa nguo namba ngapi zaidi. Basi karibu, usiache kusubscribe, like, kucomment na kushare.